إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Ndugu zangu Waislamu, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia sisi kuwa tuko kwenye siku tukufu kama hizi. Ndugu yangu Muislamu, Ramadhani ni mwezi ambao wenye baraka nyingi, mwezi ambao wenye kheri nyingi, thawabu nyingi, msamaha wa Allah. Katika Ramadhani ambao ni mwezi mmoja, kuna siku ambazo kwamba ni kubwa kushinda nyingine. Tumefunga 10 la kwanza, alhamdulillah, 10 la pili. Leo twaingia kwenye kilele cha utukufu na thawabu za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Twaingia leo kwenye siku 10 za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani, siku 10 ambazo kwamba kuna usiku mmoja, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwafikia uwe ni mwenye kufanya ibada, wewe utaandikiwa kama uliofanya ibada miaka 83, khairun min alfi shahr. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa baada ya kufanya ihtimam na istiidad ya mwezi wa Ramadhani, akifanya maandalizi zaidi kwenye 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asema Aisha radhiallahu anha, alikuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiingia 10 la mwisho, idha dakhala al-ashr ahya al-layla, akiuhuisha usiku kwa ibada, kwa swala, qiyam, kusoma Qur'an, kwa adhkar, kwa dua, kwa istighfar. Na leo ndugu Muislamu, twaingia kwenye usiku wa kwanza wa 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, na usiku wenyewe utaingia kuanzia ghurubu shams. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya itikafu msikitini, akijitenga na mambo ya dunia, akimlekea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, huenda ikawa hii ni chance yako ya mwisho. Fanya bidii kama ulifanya bidii kwenye 10 la kwanza na 10 la pili, fanya ibada, qiyamul layl, qiraatul Qur'an, sadaqa, kila kitu ulichofanya. Sasa nikiongeza bidii sana, tuwe kama mfano wa wale watu wakimbiaji wa mbio ndefu. Mkimbiaji wale wa mbio ndefu huwa katika kukimbia kwake mwanzo anachunga zile pumzi zake, hakimbii haraka sana, lakini akijua hii round ni ya mwisho, yuko tayari, akishinda kule, akifika mwisho hata kama atazimia, lakini apate ile number 1. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, fastabiqul khairat. Ndiyo sasa hivi tuongeze bidii, tuache yote ya ulimwengu. Huenda ikawa ndio mwisho wako wa kupata 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikawa ndio mwisho wako. Weather imebadilika, mivua na radi. Nimeona video clip ya kutoka sehemu za Bajunini, wavuvi jana kama sikosea walikuwa baharini wanavua kama kawaida yao, kama vile mimi leo tunaenda kazini, ikapiga radi, ikapasua ule mongoti yule, na ikapiga watu 2, mmoja akafariki pale pale, mmoja uko ICU. Kwa hivyo mimi na wewe kama tuko salama bado, hii fursa tusiiwache, huenda ikawa ni mara yetu ya mwisho. Hiyo ilikuwa ni kukumbushana katika kuhimizana kwenye khairi katika siku hizi. Lakini tunaendelea na kitabu chetu. Tulizungumza katika darsa iliyotangulia, darsa ya nyuma wiki iliyopita, kulikuwa na mgeni
nafasi tukampatia yeye. Lakini nyuma tulizungumza ni nani wali, tukaeleza kirefu kwamba wali ni wale ambao kwamba wachaji Mungu, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Tukaeleza kirefu kwamba wala wali hana alama fulani wala harithiwi kwamba ni babake fulani alikuwa ni wali na huyu akachukua wali, haiendi hivyo. Tukazungumza kirefu. Leo tutazungumzia kwenye swali letu ile mwenye kitabu khudh aqidatak, bimadha yahkumu almuslimun, waislamu wahukumiana kwa nini? Hili ni swali muhimu sana. Leo tutalileta swali hili kwenye maisha yetu, tukijibu sawa sawa tutajipata sisi hatuhukumu atakavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bimadha yahkumu almuslimun, waislam wanahukumiana kwa nini? Wakitumia kitu gani? Nidhamu gani? Mfumo gani? Katiba gani? Jawabu, mwenye kitabu ameandika akisema yahkumu almuslimun, waislamu wanahukumu na kuhukumiana bil Qur'an, kwa Qur'an. Tujiulize mimi na wewe, sisi ambao ni waislamu tunaofunga tunaoswali, hukumu yetu tukihukumiana tutachukua hukumu ya Qur'ani sisi, ama hukumu tukitoka msikitini hukumu yetu ni nyingine sio ya Qur'an? Kwa waislamu jawabu ni kwamba wanahukumiana na Qur'an, ndio hukumu yetu, ndio dasturi yetu, ndio katiba yetu, ndio mwongozo wa maisha yetu, ndio hukumu ya uadilifu itakaompatia kila mmoja haki yake. Batil ambaye mfanya batili, dhalim ambaye mfanya dhulma, na mwenye haki apewe haki yake. Kwa hivyo Waislamu wasawasawa wanahukumiana kwa Qur'an tukufu wal hadithi sahih, na hadithi za mtume zilizoswihi, kwa sababu kuna hadithi nyingi amesingiziwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hukumu yetu yatoka kwenye vitu viwili: Qur'an, kitabu cha Mwenyezi Mungu ambacho hakina shaka ndani yake; jambo la pili yatoka kwenye hadithi sahih ambako ya mtume sallallahu alaihi wasallam iliyoswihi. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake, wa anihkum bainahum bima anzala Allah, wahukumu kati yao, yani wahukumu hawa watu wako, hukumu kati yao iwe ni ipi? Bima anzala Allah, kwa ile hukumu aliyokuteremsha wewe Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an. Wala tattabi ahwaahum, Mayahudi na Manasara walitaka bwana mtume kwenye mambo mengine awasikie wao, awahukumu wanavyotaka kwenye maisha yao na hawa zao. Allah akamwambia bwana mtume, wa anihkum bima anzala Allah, wahukumu kwa vile Allah alivyokuteremshia wewe hukumu. Wala tatabi ahwaahum, usifuate matamanio ya nafsi zao ukawasikiza wao kwenye mambo mengine wataka hivi ukawasikia ukawafuata. Wahdharhum, na tahadhari na wao, an yaftinuk, wasijikufitini, yani wakakushawishi wakaweza kupenyeza sheria zao zinaofuata hawa za nafsi zao, ukawacha sheria ya Mwenyezi Mungu. Wahdharhum an yaftinuk an ba'dhi ma anzala Allah ilayk, tahadhari wasikufitini wakakutoa kwenye sheria na hukumu aliyokuteremshia Allah subhanahu wa ta'ala. Tapata dunia ya leo na hata huko nyuma wale waliopotea Mayahudi na washirikina walikuwa wameweka sheria zao, wanajihukumu wenyewe watakavyo wao kwenye miamala yao, kwenye kila kitu waliweka sheria zinazolingana na mahawaza nafsi zao. Kama vile Tatar waliovunja mji wa Baghdad, wakaua watu, wakaangusha khilafa al-islamia. Tatar Genghis Khan aliwekea sheria yake, alitunga kitabu hicho Sayyaq. Kuna kitabu kaita Sayyaq, aliwatungia yeye kitabu. Genghis Khan ni mmoja wa viongozi wa Tatar, akaweka kwenye kitabu chake sheria za Mayahudi, akachukua baadhi ya sheria za Kiislamu zinazomfurahisha, akaweka na baadhi ya mambo yake yanayomridhisha yeye, akakiita Sayyaq, akawalazimisha watu wahukumiane kwenye kitabu chake hicho. Kama vile leo, ndugu yangu Muislamu, Allah katika mfululizo wa aya hii kisha anatuambia, akumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, afa hukmal jahiliyati yabghun, hawa hawataki hukumu ya Allah, wanataka hukumu ya kijahilia. Hukumu ya kijahilia ni ipi?
Leo tuhukumiana kijahilia sisi. Tunaoswali msikitini, tunaofunga Ramadhani, tukizozana hatuhuji msikitini kwa shekhe. Tukamwambia shekhe, tumekosana, tuweke sawa, tuangalie nani mwenye haki na nani mwenye batili. Kwa sababu una pesa na wajua wewe ni dhalim, yule mwenzako ni maskini, umemdhulumu ardhi yake, umemdhulumu nyumba yake, umemdhulumu mali yake, wewe huji msikitini, kwa sababu msikitini utafunguliwa Qur'ani, apewe haki mwenye haki, na wewe mwenye batili upewe batili, utakimbilia kotini. Uende kule ukamdhulumu maskini. Allah asema wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil, wala musinyang'anyane mali zenu, mukanyang'anyana mali kwa batili, ukawajua wewe hii mali si yangu, ukamnyang'anya maskini. Watudlu biha ila alhukam, mukawapelekea mahakimu hawa ambao ni madhalimu. Litakulu fariqan min amwali nnasi bilism, ili muende kula mali za watu, sehemu ya mali za watu kwa madhambi. Wa antum ta'lamun, na mnajua hiyo sio mali yako. Ni wangapi walionyang'anywa mali zao? Mtu maskini ana ardhi yake, akishtuka ameambiwa hii karatasi bwana, ardhi yangu. Wangapi? Wengine wameuliwa sababu ya ardhi yake anao maskini, amwachia babake. Alokuja na karatasi ni mtu mkubwa katika serikali, ni mtu ana pesa, atenda wapi maskini? Ukenda jaji ashafungiwa chake. Watudlu biha ila alhukam litakulu fariqan min amwali nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Unajua hii ni dhulma. Wangapi leo wamekuwa hawana nyumba ya kukaa, na babaya zao waliwaacha majumba, wakadhulumiwa na ammi zao na wajomba zao na ndugu wakubwa, leo hawana tapani pa kukaa. Ni wangapi walikuwa na ardhi zao za babu zao wakanyang'anywa? Ni wangapi waliachiwa mali zao kwenye account lakini hawakuzipata? Ndugu yangu Muislamu, angalia leo tulivyoingia kwenye hukumu ya jahilia. Hukumu ya Kiislamu, mwenye kuiba kiwango fulani cha mali, hukumu yake hauawi, hukatwa mkono, tena ukatwa sehemu hii ya mbele. Kuna hikma ndani yake na uadilifu kwake yeye yule aloiba, na ni maslaha kwa wale watu wengine. Uadilifu kwake ni kwamba hapotezwi maisha yake, anakatwa ile mkono iwe ni ibra kwake, sidhani kama ataiba tena. Na kwa watu wengine, hata akiingia msikitini mwajua huyu alikuwa mwizi, kwa hiyo mnahadhari na yeye, huwezi kuacha mobile yako karibu. Angalia maslaha, lakini anaishi na atatubia kwa Allah sababu hadi amepitishiwa. Lakini angalia hukumu jahiliya, mtu mwingine ametia mkono mfukoni akatoa rasiti tu, hata pesa hakupata, hajui kuna nini. Lete tairi, atatiwa tairi mpaka auliwe, wala hakuna kesi yoyote. Mob, hukumu yake ya jahiliya ni kwamba hiyo ni mob, ameuliwa na mob. Kwa hiyo madamu watu walimua wote, hakuna hukumu. Leo tutachukua msikiti, ameiba mtu kiwango, tumkate mkono, huu msikiti utafunguliwa mbali, ama sio? Sababu gani? Tumehukumu sharia ya Allah. Kwa hivyo ulimwengu wa leo wataka kuhukumiana na watu wahukumie kwa sharia ya taghut. Waman lam yahkum bima anzala Allah faulaika humul fasiqun faulaika humudh dhalimun. Na ndio ulimwengu ulivyoenda leo, imekuwa hukumu ni ya mwenye haki, ni ya mwenye nguvu. Haki ni ya mwenye nguvu. Mwenye nguvu anapewa kibali cha kuua, wala haambiwi ngaidi, kwa sababu yeye ana nguvu. Tukipiga mfano, tuzungumzie yanayoendelea ulimwenguni, vita baina ya wabaya wawili, maadui wawili kwa Waislamu, Israeli na Iran, wote maadui kwa Waislamu. Watu wamechanganyikiwa leo. Bwana wasema la ilaha illallah, Iran hasemi la ilaha illallah, wala shahada yake si shahada yako, usidanganywe. Tukipata nafasi tutakuja zungumza hapa, watu wasidanganywe. Wa Irani ni makafiri, mashia, makufara, wala haamini kwamba wewe ni Muislamu, wala haamini Abubakar ni Muislamu, wala Umar ni Muislamu. Lakini tuzungumzie ilivyo. Muisraeli ameua watu wangapi Gaza, mpaka ile mahakama ya jinai imetoa amri ashikwe. Lakini kwa Amerika mwenye nguvu Israeli hana makosa, kwa sababu ni Israeli. Pamoja na Irani naye aliua Ahlus Sunna mashia karibu 1,000,000. Ili Muislamu uelewe, Muirani si mwenzako. Wairani si Waislamu wenzetu, mashia si Waislamu wenzetu, makafiri. Wala usiogope kwa sababu kuna nyumbani kwenu kuna mjomba wako ni mshia, wala ndugu yako ni mshia, ni kafiri.
na inshallah nafasi hii hakiruhusu, takuja kwenye darasa zetu nizungumzie muhadhara ni nani mashia. Je, shahada yao kama yetu, imani yao kama yetu? Lakini tutazungumzia ile ilivyo. Kwa kuwa Muisraeli ni rafiki yake Muamerika, hakuwa na makosa, afaa kumiliki silaha aitawala bara Arabu yote, Sharq al-Awsat. Lakini kwa kuwa Muirani naye anampambana na Muisraeli, ikawa hafai kuwa na silaha. Lakini mimi nazungumzia hapa kwamba muadala wa ulimwengu, lakini wote kwetu si maslaha. Irani akimshinda Muisraeli si maslaha kwetu. Leo nimesikia clip na mtu akataka baadaye nione nimuonyeshe. Plani ya Irani ni kuitawala paka Al-Kaaba. Watatoa paka kaburi za Abubakar na Umar, watatupilia mbali. Watandosha hizi misikiti. Irani hakuna msikiti wa sunna, usidanganywe. Nani alioenda Tehran akaswali msikiti wa sunna? Nilimwambia mmoja juzi, ananiambia bwana, Waislamu wenzetu, nilienda Irani. Nikamwambia ulipoenda Irani uliswali msikiti wa sunna? Nasema tulipewa nafasi yetu kuswali. Hauruhusiwi kujenga msikiti wa sunna Irani kabisa. Kwa hivyo wote kwetu si wazuri sisi. Mungu awajalie wamalize nguvu wote wawili, isimame daula ambayo kwamba itasimamisha haki na Uislamu itapa Uislamu haki yake. Kwa hivyo utapata, turudi kwenye maudhui yetu. Afa hukma aljahiliyati yabghun, je, watakuhukumiana kijahilia? Tukasema mwizi akatwa mkono ni hatia kubwa, msikiti wetu waweza funguliwa mbali na tukatiwa ndani sote magaidi. Lakini tukisema ameiba tairi, hakuna mtu alionekana, mob, ikawa ni salama. Hukmu aljahiliya, binti yako mwenye miaka 17 na miezi 9 ukimwozesha, ikijulikana huenda ndani, baba wewe una hatia, msichana atatiwa ndani na baba utatiwa ndani. Afa hukmu aljahiliya, msichana huyu kama alitiwa mimba miaka 13 akazaa, hana hatia, anaruhusiwa kuendelea na masomo. Huu ndio kweli ndio Muislamu. Angalia tulivyokuwa katika hukumu ya jahiliya. Ukaozesha binti yako mwenye miaka 17 na miezi 9, bado miezi ngapi? Miaka 18. Nani alioandika kwamba msichana yule na miaka 18? Ni wao panga. Lakini akitiwa mimba miaka 13 ataambiwa mlee mtoto na uje skuli, hana hatia yote, wala hashikwi alomtia mimba kwa haramu. Lakini aliomuoa kwa halali msikitini atatiwa ndani. Afa hukma aljahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun, nani ambaye ni mzuri kuweka hukumu kuliko Allah subhanahu wa ta'ala kwenye akili? Allah ndiye anajua maslaha yetu, Allah ndiye anajua madhara yetu. Hakuna hukumu bora kuliko hukumu ya Allah. Leo hukumu ya jahiliya imetuhalalishia haramu, imetuhalalishia haramu. Nguruwe imekuwa ni halali. Ukenda bucha fulani za miji, nguruwe yauzwa kama ng'ombe tu. Nenda Nairobi City Market, nguruwe, ng'ombe, mbuzi, punda zote zaliwa hapo. Lakini mvuvi ashike kasa pale, atakwenda ndani. Wangapi wavuvi wapo kwenye majarife na boti zao kwa kuvua kasa? Allah ametuharamishia nguruwe, hawa wametuambia ni halali. Lakini Allah ametuhalalisha kasa, ni nyama yenye tiba sana, dawa sana kwa kila kitu, mpaka kwenye nguvu za uzazi za kiume zina tiba. Ukishtukiwa una nyama kasa, tena atakuja Muislamu kwa sababu ana crown na aweza kuwa mahusiana naye, akushiki aona mfanyakazi kubwa yeye nini, sababu hukumu ya jahiliya imeharamisha kasa. Ndugu yangu Muislamu, ndio ulimwengu wa leo. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea hukumu yake, waman ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun. Hakuna ambaye kwamba mwenye akili atakataa kwamba hukumu ya Allah ndio hukumu bora, ndio yenye uadilifu, ndio yenye kutufaa sisi. Kwa ndugu zangu Waislamu, ndio utapata kwa Waislamu kuridhika na matawaghut, kuwafuata na kuchukua hukumu zao. Hii swala la ndoa ni swala nyeti sana, swala muhimu kwa Uislamu. Mungu amrehemu Chief Kadhi aliondoka, nilikwenda kumuona kwake, akanipeleka karatasi ya serikali kwamba ukiozesha mtu basi muandikie hii aje huku, ya vitabu vimeisha. Lakini nakutahadharisha shekhe bwana, usiozeshe chini miaka 18, utakwenda ndani. Mungu amrehemu, anaambia vile hali ilivyo. Kwa hivyo na Waislamu wameshindwa kusema la, dini yetu hairuhusu. Lakini angalia Kalasinga, hata kama atakuwa wapi, hanyoi nyele yote, ndevu zake atazisokota, hazinyoi wala hakataliwi. Lakini wewe Muislamu
ukenda skuli alidina tu hapo, na mfano mwingine, mtoto wako haruhusiwi kuweka ndevu, na tumekubali. Afa hukma aljahiliyati yakun. Ndugu zangu Waislamu, hukmu ni Allah subhanahu wa ta'ala, ndio hukmu ambao ya sawa ya muumba alowekea viumbe vyake. Kwa sisi Waislamu kuacha hukmu ya Allah, na sisi wenyewe sasa, angalia mfano leo tukienda kwenye mirathi, Allah anajua kwa nini aliyeka lidhakari mithlu hadhil unthayain, mume anapata mafungu mawili, yani mara mbili ya mwanamke, kwa sababu hikma yake, baba ameacha mali, ameacha mvulana na msichana. Mvulana anatakana aoe, ende atoe mahari, anatakana akodishe nyumba ama awe na nyumba kama ameacha babake, ili amchukue msichana watu amweke, amlinde, amwangalie. Huyu binti yeye anatakia aolewe, yeye awekwe nyumbani aangaliwe, ndio ikawa lidhakari mithlu hadhil unthayain. Lakini leo unaweza kuangalia kwenye wirathi, shekhe au mwalimu yote akarithisha watu kwa nidhamu hii, mwanamke akasema sitaki, mimi sikubali. Kwa nini iwe hivi? Akaenda kule court of appeal, ile hukumu ya kadi ikatupuliwa mbali, wakaenda kule akadai la, sisi taka sawa sawa, na ikapita hivyo hivyo. Na ndio swali lilitokezea Somalia miaka nyuma ya rais kulazimisha mashekhe wakubali hukumu kwamba watu wote wao sawa sawa, hakuna mwanamke wala mwanamume, kila kitu sawa sawa. Wakauliwa mashekhe 9 ama 10 kama sikosea, wanaojua. Na ndio asli ya balaa kuingia Somalia na kuvudika nchi, kwa sababu yani waliuliwa mashekhe kwa kusema la lidhakari mithlu hadhil unthayain. Kwa ndugu zangu Waislamu, leo vita ulimwenguni ni kwamba ili uwe salama useme naam litawaghit, basi wewe uko salama. Lakini ukisema la litawaghut ala litawaghit, wewe uko hatarini. Lakini ndugu yangu Muislamu, ni lazima tukumbushane kwamba sisi dasturi yetu, katiba yetu, mwongozo wetu kwenye Qur'ani, kitabu ambacho kwamba kiliwafanya watu walioduni, walioabudu masanamu, watu waliouana bila ya hatia, waliposhika Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala akawatukuza, wakawa wao ndio walio juu. Na sisi leo Qur'ani kuiacha, maana tumeiacha, twaisoma tu, lakini hukumu yake hatutaki. Tukawa hii tulivyo. Ndugu zangu Muislamu, lazima tujue kwamba yani maslahi yetu na faida yetu na kufaulu kwetu duniani na kesho akhera ni kufuata hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an na sunna yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuangamia kwetu na tukawa hali hii ni kuacha hukumu ya Allah na mtume wake. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.